Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Pendwa mtazamaji unayetutazama kupitia Zoe TV siku ya leo, tunamshukuru Mungu sana. Ni Jumatatu nyingine ya baraka, lakini Jumatatu hii ni Jumatatu ya Pasaka. Bwana ametupa neema ya kuwepo mahali hapa ili tuweze kujifunza kutoka kwake. Na mimi kwa jina langu ninaitwa mchungaji Latson Musa, ni mchungaji msaidizi pale kanisa la Tanzania Assemblies of God City Harvest ambalo liko Bahari Bichi. Na kwa neema ya Mungu siku ya leo nitakuwa ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu katika Jumatatu hii ya Pasaka. Wacha niombe kwa ajili yako mpendwa mtazamaji. Tuombe. Baba, asante kwa wakati mzuri ambao umetupa wa kujifunza neno lako. Na siku ya leo Bwana, ninaomba Roho wako akatuhudumie kwa namna ya tofauti. Ninamwombea mtazamaji anayetutazama, Yesu kamguse na maisha yake yakabadilishwe kwa neno lako. Katika jina lako takatifu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Karibu sana, ungana nasi sasa katika somo hili ambalo tutakuwa tunajifunza. Nasema Pasaka na nguvu ya ufufuo. Ndilo somo ambalo tutakuwa tunajifunza siku ya leo. Na katika somo hili tutaangalia kwa ufupi sana Pasaka, asili ilikoanzia na kwa nini tunasherehekea leo. Lakini tutaangalia Pasaka katika muktadha wa maisha yetu sisi wa Kristo wa leo ambao tumemwamini Yesu Kristo. Ina maana gani na nini Kristo Yesu anakusudia kutoka kwenye maisha yetu kwa sababu ya kumwamini. Naomba tusome pamoja katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Nitasoma mstari wa 12 na mstari wa 14. Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 na ule mstari wa 14. Biblia inasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maandiko haya ambayo tumesoma, tunaona asili ya kwanza kabisa ya Pasaka. Na huu ulikuwa ni wakati ambao wana wa Israeli walikuwa katika utumwa kule Misri, na walikaa katika ule utumwa kwa miaka mingi, na Mungu alikusudia kuwatoa katika ule utumwa kwa mkono wa Musa pamoja na Haruni. Sasa Bwana alikuwa ameshakwisha kuanza mchakato wa kuwatoa, lakini katika ule mchakato wa kuwatoa, Farao aliyekuwa amewashika katika utumwa aliwazuia kwa namna nyingi na kwa siku nyingi. Mungu aliachilia mapigo kadha wa kadha juu ya Misri ili waweze kuachilia watoto wa Israeli watoke, lakini bado Farao alikaza moyo wake, hakuweza kuachilia. Ndipo Mungu akasema, nitafanya jambo hili la mwisho. Katika ile sura ya 11 ukisoma ya Kutoka, anasema hili litakuwa la mwisho, na jambo hili ni kwamba nitaua wazaliwa wa kwanza
kwanza wa Misri, kuanzia kwa Farao mpaka kwa vijakazi na hata wazaliwa wa kwanza wa wanyama, na kwa namna hii atawaachia. Sasa kukatisha hii story ndefu, kukuambia kwa kifupi, ni kwamba Mungu akawapa wana wa Israeli maelekezo, akasema ninyi mtachinja mnyama, na yule mnyama mtakayemchinja mwana kondoo awe na sifa hizi: awe ni mwana kondoo safi, asiye na hila, asiye na mawaa, asiye na shida yoyote. Na mtakapomchinja huyo mwana kondoo, damu yake mtaipaka katika miimo ya milango, nami usiku huo nitapita katika kila nyumba katika nchi ya Misri, na nyumba ambayo itakuwa ina alama ya damu nitapita juu, sitasababisha mauti. Na hivyo ndivyo wana wa Israeli wakafanya, na wakapata kukombolewa na kupona, na wokovu wao kuto kukutana na mauti kwa sababu ya alama ya damu iliyokuwa imepigwa katika miimo ya milango yao, wakawa wako salama. Na huu ndio ulikuwa ni wakati wa kwanza au Pasaka ya kwanza. Na Pasaka, watu wa Mungu, sio tukio tu la kihistoria, japo hapa maandiko yanasema waliwaambia washerehekee wao na vizazi vyao, lakini angalia kitu wanachosherehekea. Wanasherehekea ukombozi wa Mungu kuwaachilia kutoka katika mikono na katika utumwa wa Farao. Biblia inasema katika mistari ya mbele pale kwamba usiku ule ule Farao, baada ya kuona mauti imeingia katika nyumba za Wamisri na pakawa na msiba mkubwa na kilio kikubwa, aliamua sasa kuwaachilia waende wakamtumikie Mungu wao. Kwa hiyo Pasaka si tukio la kihistoria tu, lakini ni tukio ambalo watu wa Mungu au wana wa Israeli wanasherehekea kukombolewa kwao kutoka katika mikono ya adui au mikono ya Farao aliyekuwa amewashika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ilikuwa ni Pasaka ya kwanza, na ukumbuke kama nilivyosema, waliambiwa wamtoe mwana kondoo, wamchinje mwana kondoo na damu yake wapake katika miimo ya milango yao. Na tunaona pale kulikuwa kuna kipengele cha damu. Damu ilileta ulinzi kwao. Ilipopakwa damu hakukuwepo na mauti. Damu ilileta utengano, ni walitengwa wao, walitofautishwa na Wamisri. Ule kutofautishwa kwao kulisababisha wawe salama. Na mimi leo niko hapa kukwambia, pamoja na kwamba ile ilikuwa ni Pasaka ya kwanza, lakini tunayo Pasaka ya pili, ambayo ndio hii ambayo sisi tulio hai leo hii, sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo leo hii tunaisherekea. Na Pasaka hii ya pili ni Pasaka iliyotimilika. Hii ni Pasaka ambayo inamtambulisha Yesu Kristo kama mwana kondoo anayezichukua dhambi za ulimwengu kwa damu yake mwenyewe. Na huyu mwana kondoo, Biblia inasema kama picha ya mwanakondoo wa kwanza waliosema asiye na hila, watu wa Mungu, na Yesu Kristo ni mwanakondoo ambaye amekuja kuchukua dhambi za ulimwengu, asiyekuwa na hila, asiyekuwa na dhambi, asiyekuwa na doa. Alizaliwa akaishi kama mwanadamu na akafanya kazi ya ukombozi kwa maisha ya mwanadamu, na amefanya kazi hii akiwa anaishi kama mwanadamu bila kuwepo na dhambi yoyote katika maisha yake. Hakukuwa na trace yoyote ya dhambi. Ni mwanakondoo safi. Na huyu mwanakondoo anatambulishwa na Yohana katika kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana anamuona, ukisoma hadi 34 pale, anasema tazama mwanakondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 1:29 inasema tazama mwanakondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Huyu Yesu Kristo ambaye ni mwanakondoo wa Mungu ndiye Pasaka wetu ambaye tunamsherekea leo. Sasa watu wa Mungu, maandiko yako wazi. Hata ukisoma ile Wakorintho wa kwanza 5:7 inasema Kristo Yesu Pasaka wetu amechinjwa msalabani, amechinjwa msalabani, na kwa kupitia damu yake sisi tunao ukombozi, na damu yake sisi tunao uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, napenda uweze kuelewa kitu kimoja tunapoendelea.
Pasaka wa kwanza alikuwa ni mwanakondoo ambaye alikuwa ni mnyama wa kawaida. Yule mwanakondoo alichinjwa, na yule mwanakondoo, ukisoma sifa pale, wakati anaambiwa kwa habari ya yule mwanakondoo, waliambiwa huyu mwanakondoo awe safi, lakini awe na umri wa mwaka mmoja. Katika swala la toba au sheria ya watu kusamehewa dhambi nyakati hizo, makuhani walikuwa wanapanda pale papatakatifu na damu ya mwanakondoo mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo lile swala lao la kutakaswa kwao lilikuwa lina lifespan ya mwaka mmoja, lilikuwa lina kipindi cha mwaka mmoja. Lakini kondoo huyu wa pili wa Pasaka ambaye ni Yesu Kristo, yeye ni mwanakondoo ambaye maisha yake hayapimwi na siku, maisha yake hayapimwi na majira, maisha yake hajapimwa kwenye mwezi. Yeye anatambulikana na anajulikana kama mzee wa siku, kwamba ni yeye aliyekuweko tangu zamani, ni yeye aliyekuweko tangu asili. Biblia inasema kwenye Yohana 1:1 kwamba hapo mwanzo palikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, na katika yeye kila kitu kilifanyika, pasipo yeye hakuna kitu chochote kilifanyika. Kwa tunaona ubora wa damu ya mwanakondoo wa Pasaka ya pili ambao ni Yesu Kristo, ni kwamba yeye hatakasi kwa kipindi cha muda fulani. Yeye akitutakasa kwa damu yake, Biblia inasema kwamba aliyeingia patakatifu kwa Bwana mara moja na kwa ajili ya mara zote, ili watu wote wawe na uzima, wawe na ukombozi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana, mpendwa mtazamaji. Sasa tunaangalia huyu Yesu Kristo pamoja na kupitia yale magumu, yale mateso, kama mwanakondoo aliyekuwa tayari kwenda kuchinjwa, ndipo ambapo kinatupeleka na sisi kwenye hichi kipindi cha Pasaka. Hichi kipindi kimsingi, pamoja na kusherehekea, lakini tunakumbuka yale mambo ambayo Yesu Kristo aliweza kuyapitia kama mwanakondoo aliyekuwa radhi kwa ajili ya kukomboa mwanadamu kutoka kwenye dhambi zake. Huu mchakato haukuwa mwepesi. Mchakato huu wa ukombozi uligharimu mauti ya msalaba, lakini habari njema ni kwamba baada ya mauti hii ya msalaba, Biblia inasema yeye mwenyewe kama alivyowaambia wanafunzi wake kwamba atakufa, lakini siku ya tatu atafufuka. Maandiko yanasema katika Mathayo sura ya 28 na mstari wa 6, anasema amefufuka kama alivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo pamoja na kuendea mauti, pamoja na kuendea msalaba, alikufa. Yes, akautoa uhai wake kwa ajili yetu, lakini siku ya tatu akafufuka. Na leo hii tunaposherehekea katika hii Easter Monday, tunasherehekea kwamba Yesu yuko hai. Nami niko kukutangazia Yesu yuko hai leo na yuko hai milele katika maisha yako yote, na utakuwa salama zaidi ukiamini kwa habari ya kufufuka kwake Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji. Sasa tungeweza kuongea kwa habari ya mateso ya Yesu, tungeweza kuongea kwa habari ya yale yote aliyopitia, lakini kama nilivyosema, haukuwa wakati mwepesi, ulikuwa ni wakati mgumu. Na watu wengi huwa wanadhani kwamba shida au mateso aliyapata tu ile siku ambayo alikamatwa, lakini ukiangalia kuanzia lile wiki alilokuwa anaanza kuingia Pasaka, anakula na wanafunzi Pasaka, moyo wake na hali yake ilikuwa katika maumivu, hali akijua kitu anachokiendea. Hata alipokwenda kuomba kwenye bustani ile ya Edeni, hali yake ilikuwa imejaa, kwenye bustani ya Gethsemani, kwenye bustani ya Gethsemani, wakati ameenda kuomba, hali yake ilikuwa imejaa machungu na maumivu makali sana. Lakini akijua anaenda kubeba mzigo kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akasema, Bwana, naomba katika haya mapenzi yako yaweze kutimia.
kutimia, na mapenzi ya Mungu, watu wa Mungu, ni matimilifu kwa ajili yetu ili sisi tuwe salama. Basi baada ya hayo malaika akamtia nguvu. Baada ya hayo akakamatwa na akauendea msalaba, akapigwa, akafa, na sasa amefufuka. Sasa kufufuka kwa Yesu, watu wa Mungu, kuna ishara kadhaa. Namba moja, kufufuka kwa Yesu ni ishara ya ushindi kwa Wakristo wote wanaomwamini Yesu. Kwa Yesu amefufuka kutoka mautini. Hii ni ishara ya ushindi kwenye maisha ya Mkristo, na mimi niko hapa kukuambia wewe leo kwamba kama Yesu asingefufuka, kuamini kwetu sisi kungekuwa si kitu. Kama Yesu asingefufuka, injili yetu ingekuwa haina maana. Kama Yesu asingefufuka, dunia ingetucheka. Lakini tuna ujasiri wa kusimama mbele za watu kwa sababu Yesu Kristo hayupo tena kaburini. Biblia inasema kwenye ile Mathayo 28 mstari wa kwanza kuendelea kwamba alfajiri na mapema kina Mariam Magdalena walikimbia kaburini, wakaenda ili wampake Yesu mafuta, lakini wakakuta kaburi liko wazi. Amefufuka, hayupo kaburini. Na huu ndio ushahidi wa kwamba Yesu ameshinda kifo na mauti, kwamba kaburi liko wazi hadi sasa. Kaburi liko wazi hadi sasa, na ni ukweli kabisa. Imani yetu imejengwa katika msingi pia wa ufufuko wa Yesu Kristo, na tunamwamini Yesu aliyefufuka. Yes, zipo dini nyingi sana, zipo madhehebu mengi sana, na wana imani zao nyingi sana, lakini imani zao, waasisi wao wote, makaburi yao wapo, lakini kaburi la Yesu Kristo liko wazi, na yeye hayumo tena kaburini, amefufuka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ninakutangazia, pokea ushindi kwenye maisha yako, pokea ushindi katika jina la Yesu, maana Yesu mfufuka hayupo tena kaburini. Na mimi nikwambie kabisa wazi, ukimwamini Yesu na ile nguvu iliyomfufua kutoka katika wafu, basi kila jambo au kila kitu kilicho katika hali ya kufa, kwa nguvu ile ile iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu, unaweza ukatamka neno na kikawa na uzima, maana ushindi upo kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba mbili, nguvu ya ufufuko wa Yesu Kristo ni ishara ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika vifungo vya dhambi, kutoka katika hali ya dhambi. Yesu Kristo wakati ule anateswa, ukisoma Yohana sura ya 19, akiwa msalabani pale, ameumizwa, amepigwa, amejeruhiwa, mwishoni kabisa akasema imekwisha. Maana ya imekwisha ni kwamba alikuwa anasema kila kazi yaliyotumwa na babaye na kila deni ambalo lilitakiwa lilipwe kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu lilikuwa limelipwa kwa usahihi, limekamilika kulipwa kwa usahihi. Hakuna chochote kilichosalia kwa habari ya deni ya dhambi ya mwanadamu. Hakuna chochote kilichosalia kwa habari ya shetani kumshtaki mwanadamu, kwa sababu Yesu Kristo alilipa yote msalabani. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ni ishara kwamba yote aliyoyafanya juu ya mwanadamu yamekamilika na kwa usahihi. Kwa hiyo mwanadamu na ndugu yangu mtazamaji, niko kukutangazia hapa kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ni kwamba wewe umekombolewa kutoka katika dhambi, na ile matokeo ya dhambi ambayo ilikuwa ni mauti, Yesu Kristo aliiendea yeye mauti ili wewe uwe hai. Paulo anasema kwa habari ya dhambi tumekufa, lakini tuko hai kwa habari ya Kristo Yesu, kwa sababu Yesu Kristo aliiendea mauti ili wewe uwe hai, na uwe hai kwa habari ya haki, usiwe hai kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo haitakiwi uendelee tena kuishi katika dhambi, kwa sababu Yesu Kristo amekwisha kukomboa kutoka katika dhambi. Wanaomwamini Yesu Kristo na wanaoamini nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka katika kaburi, kutoka katika ile mauti, wana ujasiri, wana uweza wa kuishinda dhambi, na tumekombolewa, watu wa Mungu, ili tusikae tena
katika dhambi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Niko kukutia moyo siku ya leo. Yamkini kuna maeneo una struggle, yamkini kuna dhambi ambazo zinakutesa, na niwe wazi, kizazi cha leo ambacho tuko nacho, watu wengi wanaweza wakasema wako sawa tu kwa nje, lakini kwa sababu ya matendo ambayo hawayafanyi nje, ila kuna matendo, kuna zile dhambi za sirini wanapambana nazo, kuna vitu vya ndani kabisa wanapambana navyo, ni yeye na yeye mwenyewe. Hizo ni dhambi ambazo zinatesa watu wengi, na umo ndani wamo wa Kristo, umo ndani wamo watumishi, na vitu ni vya siri siri, vinaumiza maisha yao. Nataka nikwambie leo hii, amini juu ya nguvu iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu, iweze kukufufua na wewe kutoka katika hiyo hali ya udhambi, ili uwe hai katika hali ya haki katika Kristo Yesu Kristo aliye hai. Je, una struggle na addiction? Kuna addiction mbalimbali uko nazo, unapambana nazo. Kuna vikwazo mbalimbali vya kimaisha kwenye eneo la utakatifu unapambana navyo. Damu ya Yesu na kazi ya msalaba ya Yesu Kristo na nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inayo uwezo wa kukuuisha na ukaishi katika maisha mazuri na maisha ya utakatifu. Ukitaka kumdhihirisha Yesu aliyefufuka kwenye maisha yako, ni wewe kuamua kuto kuishi katika maisha ya dhambi. Na hili ni swala la maamuzi, mtu wa Mungu. Ukiamua, yeye anakuja anakuwezesha, na ukimwamini unapata nguvu ya kushinda na kuwa salama ndani yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo namba 2 nimesema imetupa ukombozi kutoka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hii kufufuka kwa Yesu ni ishara ya nini? Ni kwamba tumefunguliwa kutoka katika vifungo vyote vya kiroho vilivyokuwa vinafunga maisha ya watu. Tunao ushindi juu ya minyororo yote iliyokuwa inafunga maisha yetu. Tumefunguliwa kutoka katika kazi zote za adui kutoka zilizokuwa zimekamata maisha yetu. Na unajua kwa nini tumefunguliwa kutoka huko? Paulo anasema kwenye Wakolosai 1:13 pale, anasema naye alitukomboa kutoka katika nguvu za giza, alafu akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza, akatupeleka katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo katika ufalme ndiko watu wanatekwa mateka. Kwa hiyo katika ufalme ndiko watu wanafungwa minyororo, watu wanakuwa watumwa. Lakini Yesu Kristo kwa kazi yake ya msalaba na kufufuka kwake ametuhamisha, ametutoa, ametuhamisha kutoka katika misingi ya giza, ametuhamisha kutoka katika kamba za kuzimu, ametuhamisha kutoka katika utawala wa adui. Na watu wa Mungu, niko kukwambia hapa leo, wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo na kazi yake ya msalaba, wewe ambaye unaamini kufufuka kwa Yesu Kristo, ni kwamba kila vifungo vya kiroho ambavyo vilikuwa vimekushikilia wewe, umehamishwa ufalme. Manake ule ufalme wa adui ambao ulikuwa unakamata maisha yako, ule ufalme wa giza uliokuwa umeteka familia yako, ule ufalme wa giza uliokuwa umeteka kizazi chako. Maana kuna watu wanateseka, wanasema sisi tuna matatizo ya vizazi vyetu, kwamba mateso haya yapo kwenye damu yetu. Baba alipata mateso haya, mama amepata mateso haya, mjomba amepata mateso haya. Ni mnyororo wa mateso. Sikiliza nikwambie, kazi ya Yesu Kristo, baada ya Yesu kufufuka, watu wote wanaomwamini wamehamishwa kutoka katika nguvu za giza, wamehamishwa kutoka katika mateso. Kwa hiyo ile minyororo iliyokuwa inawashikilia yote imevunjika katika jina la Yesu. Na mimi niko kukwambia leo, wewe si mtumwa tena, lakini kwa kazi ya msalaba wewe ni rafiki ya Yesu. Wewe si mtu aliyetupwa tena. Kwa kazi ya msalaba na kufufuka kwa Yesu, wewe ni mtu ambaye unakubalika. Wewe si mtu ambaye hauna maana tena. Sikiliza, kwa sababu umehamishwa kupeleka katika ufalme wa Mungu, wewe ni mtoto wa mfalme. Maana Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana, wakafanyika
wanataka kuwa watoto wa Mungu, na hao ndio warithio wanaorithi pamoja naye katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kutangazia leo kwamba ikiwa unaishi na ikiwa unatembea, unaishi bado kuna vifungo vimeshika maisha yako, unaishi bado kuna minyororo imeshika maisha yako, unaishi bado kuna giza limeshika maisha yako, ninakutamkia kwa jina la Yesu uhamishwe kutoka katika hizo njia. Ninakutamkia kwa jina la Yesu uhame kutoka katika huo ufalme sasa. Uhame kutoka katika hayo mateso na hayo mawazo yote ambayo adui anapiga kelele kwenye maisha yako. Nataka nikutangazie nguvu iliyomfufua Yesu Kristo imekupa uhuru kutoka katika minyororo yote na kamba zote za giza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii ni hakika na hii ni kweli kwamba Yesu amefufuka ili wewe uwe huru, na ndio maana tunasherehekea. Kwa hiyo sio kipindi cha kusherehekea kwa kufanya mambo ambayo hayapendezi au kwa kufurahia holiday, kwamba tuna mapumziko marefu. No, ni zaidi ya mapumziko marefu. Hii ni wakati wa kucelebrate, ni wakati wa kusherehekea, na ni wakati wa kuamua kuanza kutembea katika upya wa maisha ya uhuru wako katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa hii nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu ni nguvu ambayo inafanya kazi ndani ya maisha ya mwamini. Kitabu cha Warumi ile sura ya 8 na ule mstari wa 11 nitakusomea pale. Biblia inasema, kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 11. Warumi 8:11. Nitasoma na mstari ule wa 12. Biblia inasema, lakini ikiwa roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tu wadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Nimalizie na 14 tu pale, ni andiko zuri nalipenda. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Neno la Mungu linasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, na tuwadeni si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, twataka kufa, bali tukiafisha matendo ya mwili na tuishi katika roho. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Watu wa Mungu, nguvu ya ufufuo ndani yetu ni Roho Mtakatifu na Yesu Kristo kukaa ndani yetu. Kwa hiyo ndani ya maisha ya mwamini, sisi, ile nguvu iliyomfufua Yesu iko ndani yetu. Hiyo ndio privilege tulionayo, huo ndio upendeleo tulionao. Kizazi chetu cha leo, tunayo nguvu ndani yetu iliyomfufua Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo, ile nguvu inakuwa inaishi ndani yako. Sasa ili umaintain ile nguvu iliyomfufua Yesu kuendelea kukaa ndani yako, ili uendelee kuishi nayo humo ndani, unahitaji kuishi sio kwa kufuatisha namna ya mwili, bali kwa kufuata namna ya kiungu, ile ambayo Mungu anataka. Na hapa wacha nikwambie kitu kimoja. Shida ya kizazi chetu na sababu ambayo inafanya tunapoteza nguvu ndani yetu
sababu ambazo zinasababisha tushindwe kuwa na ule moto wa Mungu ndani yetu, tushindwe kuwa na ule uamsho wa kweli ndani yetu. Tunaishi maisha ya kufuatisha, tunafuatisha mwili na tunafuatisha dunia. Ndio maana maandiko yanasema kwenye ile sura ya 12 ya Warumi, sema basi ndugu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu ili iwe dhabihu takatifu, safi, iliyo hai, ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Watu wa Mungu, hakuna ibada yenye maana kama kuishi maisha yanavyofuatisha namna ya kimungu, na wala sio maisha yanayofuatisha namna ya dunia, wala sio maisha yanayofuatisha namna ya mwili. Kwa nini haitakiwi tufuatishe namna ya mwili na namna ya dunia? Ni kwa sababu nguvu iliyomfufua Yesu Kristo iko ndani yetu. So ingali nguvu iko ndani yako, hauhitaji kufuatisha namna ya dunia, kwa sababu Yesu alishinda hiyo namna ili wewe uweze kuwa salama sana na uishi maisha ya ushindi. Watu wengi wanashindwa kuachieve, wanashindwa kufanikiwa kwenye maeneo mengi ya maisha kwa sababu tu ya namna ya kufuatisha. Huyu anafuatilia, huyu anaishije? Unaishi maisha ya kukopi na kupesti. Mara nyingine sasa jambo gumu sana, hata vijana wengi sasa hivi ibada zetu huko makanisani na maeneo mengine tunafuatisha nje, tunaleta kanisani. Haitakiwi. Sisi wana wa Mungu tunaongozwa na Roho. Maana maandiko yanasema kwenye Warumi 8:14, wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Watu wa Mungu, ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu inaishi ndani yako, inaishi ndani yako, na unachotakiwa sasa ni kuiactivate ile nguvu ili iendelee kutenda kazi ndani yako, kwa kuto kufuatisha namna ya dunia, kwa kuto kufuatisha mwili. Ukifuatisha mwili sana, unatafuta kufa. Hauna haja ya kufa, kwa sababu Yesu Kristo alishakufa ndani yako na akadeposit nguvu ya uhai ndani yako. Katika jina la Yesu ninakutamkia Bwana akusaidie kushinda. Ninakutamkia Bwana akupe nguvu. Ninakutamkia Bwana akuwezeshe uweze kudhibiti mwili, uweze kushinda mwili, ili nguvu ya ufufuo ya Yesu Kristo kupitia Roho wake Mtakatifu iweze kuhuisha mwili wako na maisha yako katika jina la Yesu. Sasa hii nguvu ambayo inaishi ndani ya muamini inafanya kazi gani? Namba moja, inakupa maisha mapya kama muamini. Hii nguvu, watu wa Mungu, ni ya kuleta maisha mapya, kutembea katika upya katika Yesu, kubadilishwa upya, kugeuzwa upya, kufanywa upya kila siku. Ndio maana kwa kuwa tumemwamini Yesu Kristo, kila siku tunafanywa upya na yeye mwenyewe. Kila siku tunatakiwa tuwe tunafanywa upya. Bwana asifiwe sana. Sisi tumetengenezwa upya kwa sababu ya kazi ya msalaba wa Yesu na ile nguvu ambayo inaishi ndani yetu. Kila hali ya kufa katika maisha yako ninaamuru iondoke na upya uwepo tena katika jina la Yesu. Lakini hii nguvu ya ufufuo ndani ya maisha ya muamini ina maana gani? Namba 2, hii nguvu ina maana hii kwamba inatupa tumaini kwamba na sisi tutafufuka tena, kwamba tutafufuka tena tutakapotoka katika mwili huu wa uharibifu. Hata tutakapokuwa tuko katika makaburi huko, ule wakati utakapofika, parapanda ya Bwana itakapolia, watu walio hai na waliokufa wote watanyakuliwa. Kwa hata sisi ambao tutakuwa tuko labda, kama kuna mtu ulifia baharini, ulifia wapi, kwa kuwa nguvu iliyomfufua Yesu Kristo iko ndani yako, hiyo ndio itakuwa ni kama sumaku itakayo kudaka kutoka uliko, na wewe utafufuka tena, utafufuliwa tena, utafufuliwa tena. Bwana Yesu asiwe sana, kwa sababu ya ile nguvu ambayo ilimfufua Yesu kutoka katika wafu. Na hili ndilo tumaini tulilonalo wana wa Mungu, ni kwamba baada ya maisha haya kupita, tutapata maisha mapya
alafu tutafufuliwa na sisi pia tutafanana na Yesu Kristo. Kwa sababu watu wa Mungu, Yesu alipofufuka tu aliondoka katika mwili ule wa kawaida, mwili wa kufa, aliuvaa mwili wa utukufu, aliuvaa mwili usioharibika. Na kwa sababu hiyo, na wewe tegemea, kwa kuwa nguvu iko inaishi ndani yako wewe uliyemwamini Yesu, ipo siku utavaa kutokuharibika, iko siku utavaa mwili wa utukufu. Na ninatamani sana iwe kiu yako, na ninatamani sana liwe tumaini lako, na ninatamani sana mambo hayo yatokee katika maisha yako, na Bwana akuwezeshe na kukusaidia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwisho nikwambie tu, hii nguvu, watu wa Mungu, inakusaidia pia, kwa sababu wewe ni muamini uliyemwamini Yesu Kristo. Inakusaidia usiwe na hofu na kifo. Usiwe na hofu na kifo. Watu wengi wana hofu na kifo, wana mashaka na kifo. Ugonjwa kidogo anaanza kuaga ndugu, jamaa na marafiki. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, kazi ya msalaba ya Yesu Kristo ilichukua magonjwa yetu yote. Isaya anasema ilichukua masikitiko yetu yote, ilichukua huzuni zetu zote. Hali ngumu kidogo, tayari umeingia kwenye changamoto kubwa, unakuwa na hofu. Nguvu iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu itakufufua na wewe ambaye unaishi katika hali ya kufa. Itakufufua na wewe ambaye umekata tamaa, ambaye hauna tumaini. Kuna mwingine yamkini unanitazama, yamkini umekata tamaa kabisa na maisha yako. Unasema, mbona Yesu nimemwamini siku nyingi, lakini nimeona ni sasa sioni matokeo. Umekata tamaa, unaishi na unatamani ni bora ufe tu, unatamani usiishi tena. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, hofu za kifo zote Yesu amezishinda msalabani kwa nguvu yake iliyomfufua kutoka katika wafu. Na mimi nakutangazia katika jina Yesu, uwe na ushindi juu ya mauti. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 57 anasema, na ashukuriwe Mungu atupae kushinda kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Ashukuriwe Mungu atupae kushinda kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Niko hapa kukutangazia kwamba Pasaka ya kwanza walichinja wanyama, na ulikuwa ni wakati wa Israeli kutoka. Pasaka ya pili Yesu Kristo mwenyewe alikuja, mwana kondoo asiye na ila, ambaye damu yake ina thamani umilele. Amekuja kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu, mimi na wewe tuwe salama. Na saa ya ukombozi ni sasa, ambayo ukombozi umefanyika kwa damu ya Yesu Kristo peke yake. Wala hakuna wokovu na ukombozi kwa awaye yeyote yule mwingine isipokuwa kwa Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yako. Na alivyokufa Yesu Kristo, watu wa Mungu, hayumo kabulini, hajakaa hapo kabulini, yuko hai, amefufuka. Yuko hai milele, yuko hai, anaishi. Na kwa sababu yuko hai, ninakutangazia uwe hai katika jina la Yesu. Kwa sababu yuko hai, ninakutangazia uwe na uzima katika jina la Yesu. Ikiwa wewe ni mgonjwa, ikiwa unatazama ukiwa hospitalini, ikiwa unatazama ukiwa nyumbani kwako sebureni, umekaa miaka mingi unaumwa, ikiwa unatazama ukiwa kwenye kitanda chako, ninatamka katika jina la Yesu uwe na uzima. Ninatamka katika jina la Yesu uwe na afya njema, maana Yesu Kristo amechukua mateso yako yote, maana Yesu Kristo amefufuka ili uwe hai. Ikiwa uko mahali na unaishi kabisa nguvu za mauti zinakunyemelea na adui anakunenea mauti masikioni pako, ninatangaza katika jina la Yesu pokea ushindi. Ninatangaza katika jina la Yesu uwe hai. Hakutakuwepo na mauti isiyo na wakati wa Bwana. Uwe hai katika jina la Yesu. Yesu alikufa ili uwe na uzima. Na yamkini huko unanitazama, umekuwa una struggle na dhambi, unahangaika na dhambi. Niko hapa kukwambia kwamba leo hii unaweza ukafanywa upya. Hilo dhambi ambayo mshahara wake ni mauti, Yesu akaiondoa kwenye maisha yako na akakupa nguvu ya kushinda. Na kama uko unanisikiliza,
na unanitazama mahali popote ulipo, na unasema ni kweli ninapambana na struggle na dhambi na ninataka kushinda. Unamtaka Yesu Kristo awe mwokozi wako leo. Wokovu ni leo. Pasaka hii iwe ni kumbukumbu ya mwanzo mpya wa maisha yako. Unataka upya katika maisha yako, basi unayo nafasi ya kumwamini Yesu. Kama uko unanitazama, ungana nami katika maombi haya. Napotaka kuomba na wewe unayesema ninamtaka Yesu aliyefufuka awe mwokozi wa maisha yangu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, unanijua vyema, ninatubu dhambi zangu zote nilizofanya. Yesu, ninaamini kwamba ulikuja kwa ajili yangu, ukafa kwa ajili yangu, na umefufuka kwa ajili yangu. Ninayaleta maisha yangu kwako. Kuanzia leo nimeokoka. Amen. Ikiwa umekiri sala hii na umekubaliana na haya, sasa wokovu na uzima umeingia ndani yako, na Bwana anakupa ushindi. Hapo jirani na uliko, mahali kokote, tafuta kanisa linalohubiri Yesu Kristo aliye hai, ili uweze kujengwa na kukua katika yeye. Na tunayo makanisa yetu jirani ya KTAG, tafuta haya. Lakini tafuta kanisa la kiroho, Bwana anaweza kukusaidia. Napomaliza, wacha nikuombee baraka za Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninatamka baraka zako juu ya mpendwa mtazamaji ambaye ameweka muda wake kufuatilia fundisho hili Bwana la Pasaka, lakini na nguvu iliyokufufua kutoka katika wafu inayoishi ndani yetu. Ninatamka uzima katika maisha yake. Ninatamka amani katika maisha yake. Kila vifungo ambavyo vimeshika maisha yake viachie katika jina la Yesu. Be released katika jina la Yesu. Utoke katika hizo nguvu za giza, utoke katika hizo kazi za uharibifu, na Roho Bwana akaingie kwa wingi ndani yako. Wewe ambaye una struggle katika hali yako ya kiroho, umekuwa na wokovu wa kusimama na kuanguka na kutamkia uinuke tena katika jina la Yesu. Uwe hai kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho wa uamsho awe juu yako asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo ikawe ya badiliko katika maisha yako. Asubuhi ya leo ikawe ya mpenyo katika jina la Yesu. Kila vikwazo vya kimaisha, kila vikwazo vya kiuchumi, kila vikwazo vya kiafya, be released katika jina la Yesu. Uwe huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na Mungu wetu wa mbinguni akutendee mema sawasawa na ulivyoamini. Pokea baraka za Bwana, na siku yako iwe ya baraka, na kibali cha Bwana kiende nawe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimekuombea. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana mpendwa mtazamaji. Nikutakie siku njema, siku ya baraka, siku ambayo Bwana atatukuzwa katika maisha yako. Na kutia moyo, na ninakusihi amini Yesu amefufuka, na wewe ni wakati wa kuishi kwa amani. Mungu ibariki Tanzania yetu, na Mungu abariki kanisa lake katika jina la Yesu. Amen.